mashua ya mbao iliyofungwa inaelea majini. Maandishi kwenye skrini, hisia za watu wenye ulemavu katika barabara za Mombasa County, Kenya. Katika mji ulio na soko yenye shughuli nyingi nchini Kenya, kijana mmoja anazungumza mbele ya chombo cha kupigia picha kwa kutumia lugha ya ishara ya Kenya. Jina langu ni Omari Ali Tandara. Mimi ni kiziwi kutoka Likoni. Wakati magari, pikipiki na bajaji zinaenda mbele na nyuma, Omari anatembea na mwanamume mwingine wakizungumza kwa lugha ya ishara. Changamoto ya kwanza ni kuwa mabarabara si mazuri. Barabara imejaa msongamano wa magari yaliyosimama, ikiwa ni pamoja na daladala na malori. Changamoto nyingine huwa na watumizi wasio na ulemavu katika utumizi wa barabara. Omari anaondoka kwenye njia ya watembea kwa miguu iliyojaa watu na kushuka barabarani, akiepuka chupuchupu, waendesha baiskeli na magari. Walinzi wa feri hushinda wakituzuia kwa kuwa wao hutaka tutumie njia za kawaida ambazo watu wanaweza kusikia hutumia. Na hii ni hatari kwetu kwa sababu sisi hatusikii vizuri. Saa zingine kuna pikipiki ambazo huwa zimebeba wezi wanaweza kutuibia vitu bila sisi kujua. Maeneo Likoni yana changamoto nyingi sana. Omari anajaribu kuvuka barabara yenye shughuli nyingi isiyo na kivuko milia. Changamoto nyingine ni kuwa hatuna mahali pa kuvukia barabara. Anaingia polepole barabarani akisubiri nafasi kati ya magari yanayopita kwa kasi. Kisha anakimbia hadi upande mwingine. Na vizuia kasi na ukosefu wake unafanya utumizi wetu kuwa mgumu. Kwa kuwa magari hayatupunguzii kasi tunapovuka mabarabara na yanaendeshwa kwa kasi kubwa sana. Hivyo nafikiri kuwa serikali inaweza tusaidia kutenga mahali pa kuvukia na kuweka vizuia kasi barabarani, ambayo yatatuliza kasi ya magari ili wapita njia waweze kuyavuka mabarabara kwa urahisi. Karibu na soko lenye shughuli nyingi, mwanamke anayetembea kwa kuchechemea anapitia kwenye njia ya udongo kando ya barabara yenye msongamano wa magari. I'm Stella Wangila Wanjazi from Jomvu Sub-County Mikindani Ward. I'm affiliated to Comutac Disability Group. Stella anasubiri kwenye njia ya kati ya barabara huku magari na bajaji zinapita kwa kasi kando yake. Hakuna kivuko milia wala nafasi salama ya kuvuka. Me as a person with disability, I usually get a lot of challenges while crossing the roads. Nafika mahali paka nashindwa kusimama, naweza simama hapo nikingoja kuvuka for almost 30 minutes na ngoja tu magari ndo nivuke. Kwa sasa pia ningependa mconsider persons with disability. Wengi maisha yao ni duni, hakuna vile wanaweza jisustain, hakuna na kupata ajira pia ni ngumu. Unapata mtu amesoma, like myself, I have a bachelor's degree in journalism and mass communication. Hatimaye anavuka barabara polepole, akilazimika kupita kati ya kupitia msongamano wa magari. But kupata ajira imekuwa ngumu, ukienda wanakuangalia and they discriminate you. Uso wa njia ya watembea kwa miguu umejaa mashimo mengi na ni vigumu kwa Stella kutembea. Pia tunataka tufaitie hii act, Mombasa County Disability Act. Imekuwa challenge kwetu, tumejaribu kuipata lakini kuna vikwazo vingi. If it is possible for you to push for it ili tuipate, itakuwa something better. Kuna uzio wa chuma wenye kutu kati ya njia ya watembea kwa miguu na barabara kuu. Stella anajaribu kupenya chini yake lakini anaanguka. Anasaidiwa kuinuka na mpita njia. Mwanamke mmoja, Husna, anasafiri kando ya barabara kwa baiskeli ya magurudumu matatu inayoendeshwa kwa mikono. Anazungusha vikanyagio kwa mikono yake kwa utaratibu, akisukuma baiskeli yake kwenye uso wa barabara wenye vumbi uliochakaa. Jambo, kwa majina ninaitwa Husna Judith Binayo na mkaaji wa Likoni, na ulemavu wangu ni physically disability. Ulemavu wangu ni wa viungo na ninatumia tricycle.
Kwa mambo yangu yote, kwa shughuli zangu zote huwa ninatumia tricycle kujitafutia mkate wa kila siku asubuhi. Ndio nitoke kwangu nyumbani nipitane na watu, barabara ni mbovu. Bajaji, baiskeli na pikipiki zinampita Husna kwa ukaribu kutoka pande mbalimbali. Kwenda kufika pale feri kuna ramp, a very big ramp ambayo yenye siwezi kujipitisha. Tuna hiyo problem nyingi sana. Ya kwanza, for example, nimetoka ndani ya feri, niko katikati ya watu nikielekea kwenda town. Utakutana challenges za magari ni nyingi sana ambaye zimekumbana mahali pamoja. Mimi siwezi kupita. Nikijaribu kupita, maybe moja ishanigonga kwa nyuma, nyingine ishaniweka upande wa kando. Sasa inakuwa ni shida. Ukiangalia haina ile nafasi pavement yenye watu wa baiskeli wanafaa kupita. Inabidi tupambane nao, either mimi waniache nipite ama mimi niwaache wapite. Wa request government at least watuweke special path ya bicycle kupita, na tuwe na nafasi ya reflexible ya kupita, kwani tusiwaje kugongana na watu kule na pale. Ningependa kuhamasisha kwamba disability is not inability. As for example, for me as Judith Binayo, Husna Judith Binayo, I'm a mother, I'm a parent also. I'm a woman who has 3 children, 2 boys and 1 girl. Mwanamke Debora, mwenye nywele zilizofungwa nyuma ya kichwa, anajisukuma kando ya barabara yenye shughuli nyingi bila njia ya watembea kwa miguu. My name is Deborah Nzisa from Mombasa County. Nimetoka kwa organization inaitwa SHAK. Kwa urefu ni Spina Bifida Hydrocephalus Association Kenya. My experience kuja Kongoya, this is the first time nimekuja Kongoya. Mostly sikujangi na tumananga watu. But nikikuja, the challenge, especially nikivuka barabara, kuna magari mengi, wengine hawaangalii wakipita. Alafu kuna mawe. So hizo the stones zinafanya wheelchair yangu isikuwe rahisi kumove. Debora anapenyeza kwenye soko lenye watu wengi na kipenyo kidogo, akitabasamu kwa mfanyabiashara mmoja. Anatokea kwenye barabara yenye msongamano wa magari isiyo na njia dhahiri ya kupita. First, I would like to appreciate the Mombasa County for creating a ramp for us. However, next time, create ramp, at least of a new ramp, it will be accessible for people who are using wheelchairs. Barabara ya mwinuko ya walemavu ina vumbi na haina usawa. Debora anahitaji kupanda kwa urahisi. Mwanamume mmoja anamsaidia kumsukuma juu ya barabara hiyo ya mwinuko. Kwa ukiangalia, nikijaribu kujipush, the wheelchair inakaa like ina turn back. So mostly napata, I will need someone to assist me. What about your mtu kesho hayuko? Nani atanisaidia? So next time at least wa consider before wajenge ramp, at least hata kama ni mtu wa wheelchair atakuwa hapo akijenga, ajaribishe hiyo ramp. Ajaribishe ndio sasa kama ni kufinalize vitu zote, wa finalize at least hiyo ramp itakuwa accessible for PWD. Unajua tunapenda sana kwenda kufanya shopping, but ukiangalia ile changamoto zenye ziko, you rather send someone. Na huyo mtu unatuma lazima mlipie pia fare yake, it is extra. Alafu unapata mostly hulete ile kitu unataka. Unaletewa kitu yenye haupendi. Unaona? Unakuja una feel disappointed, umetoa pesa but si kile kitu unataka. Soko la matunda limejaa wafanyabiashara wanaobeba magunia ya mazao ya shamba. Debora na mwenzake wanahangaika kujipenyeza kupitia nafasi nyembamba kati ya vibanda. So it's good also, we PWDs tuende tukajifanyie shopping, si wenyewe tuchague whatever we want. Yeah. Jina langu ni Jemima Kutata, President na Resource Mobilizer katika chama cha walemavu wa kimwili katika sehemu ya pwani ya Kenya. Mwanamke anazungumza mbele ya chombo cha kupigia picha. Nywele zake ni za rangi ya waridi mkali na amesuka misokoto. Kibinafsi, nakabiliana na changamoto nyingi siku kwa siku. Unakutana na watu ambao wamebeba mizigo, wakati mwingine wanaweza kupiga mkongojo wako. Wanapogonga mkongojo wako,
unaanguka mara hiyo, na pia kuna vurugu nyingi karibu na soko. Jemima anatembea katika soko lenye watu wengi na bidhaa nyingi akitumia magongo. Na hivyo kupenya na kuzunguka sokoni ni ngumu sana. Kisha njia ya kupita, hakuna njia za kando zilizotengwa kwa watu wenye ulemavu. Kwa hivyo unapambana na umati wa watu. Tunahitaji kuwa na msaada kama wakati mtu anaye tatizo la kuona anakuja. Wanahitaji kuwa na mtu labda kuwaongoza na pia kuwasaidia kuzunguka na kupata kile wanachokitaka. Na pia ukiangazia swala la ajira katika ratiba ya mwaka 2010 na kutekeleza 5% ya mgao wa ajira kwa watu wanaoishi na ulemavu, na unapozunguka soko hili, idadi yao labda ni watu 2 au 3 ambao wameajiriwa. Naona swala la ajira linapoangaziwa, wana haki ya kuajiriwa. Swala la sokoni likiangaziwa, wana haki ya kupata fursa ya kufika sokoni, na pia wanatakiwa kufanya kila kitu kama mtu mwingine yoyote wa kawaida. Kijana Kevin aliyevaa shati jeupe lenye mikono mifupi anatembea kando ya barabara yenye shughuli nyingi karibu na soko. Jina langu ni Kevin Odhiambo. Barabara imejaa bajaji, malori makubwa na wanaume waliobeba magunia makubwa. Ninatoka hapa Mombasa na niko katika kundi linaloitwa Jumuiya ya Wasiosikia kaunti ya Mombasa. Anapita kati ya wafanyi biashara na pikipiki. Huku Mombasa tuna changamoto katika soko la Kongowea. Wakati kundi letu la wasiosikia linapokuja hapa sokoni kwa barabara, watu wengi wana mizigo ambayo wanabeba na wanaomba kupishwa kwa sauti, lakini sisi hatuwezi kuwasikia. Kwa hivyo tunaweza pata majeraha kutoka hapo. Kevin anasubiri kwa kusita huku akitazama lori kubwa likipita. Changamoto nyingine ni barabara si kubwa. Barabara yenyewe ni ndogo sana na ndio inatumika na wenye malori wanaobeba chakula. Kila kitu kiko hapo na unapata wakati mwingine magari yanapiga honi, lakini sisi hatuwezi kuyasikia. Changamoto nyingine ni hakuna mahali pa kuvukia barabarani usiku, na hivyo unapata ni ngumu kuvuka barabara. Nadhani itakuwa rahisi kwetu ikiwa vivukio vitawekwa. Kevin anazungumza mbele ya chombo cha kupigia picha kwa kutumia lugha ya ishara. Hatuna taa za barabara, hivyo ni vigumu kwetu kujidhibiti na kupita. Soko lenye shughuli nyingi limejaa magari, watu na mazao yaliyorundikana kwenye vibanda na mikokoteni. Suluhisho ni taa zirekebishwe ili iwe rahisi kuonyesha kwamba ni wakati wa magari kusonga ama watu. Hili litatatua swala hili. Kevin amesimama karibu na kibanda cha kuuza nguo, akitazama kushoto na kulia. Anainua mkono kana kwamba anajaribu kuvutia umakini wa mtu, kisha anaushusha. Watu wasiosikia wangependa watu wabadilike na kujifunza lugha ya ishara. Kwa hivyo, tujifunze na tujuane. Mfanyabiashara anabeba gunia kubwa mabegani mwake akipita kwenye njia nyembamba sokoni. Kwingineko, malori yanapakua mazao na wateja wananunua kwenye vibanda vya nguo na mikokoteni iliyojaa bidhaa. Mimi huku sokoni changamoto yangu kubwa ni kutembea, vibanda ziko congested sana, tena kuna watu wengi, tena hakuna pathways. Mwanamke aliyevaa rinda ya rangi pole ya waridi anasimulia. Amebeba fimbo nyeupe na ameshika mkono wa mwanamke mwingine. Wanajipenyeza kwenye soko lenye msongamano. Tena watu wa kubeba mizigo pia hawapishi, hata wakiona uko na white cane, they don't care, hata hawajui meaning ya hii kitu.
so hata wanaweza kukugonga. Hakuna kitu so far unasikianga, nasikia wanasema tunatetewa, lakini sijaona anything ina change. Mapendekezo yangu ningetaka hata kama watengeneze njia kubwa, kuna pathways muso zetu sisi walemavu tutengewe. Afu pia ile ya kuingia na kutoka hakuna. Utapata matuktuk zinaingia, nyinyi mnakuja hivyo, so inakuwa hiyo commotion. Kama ni njia ya watu iko ni njia ya watu, kama ni ya kutoka iko ni ya kutoka, na ya magari iko ni ya magari. Mimi naomba watufanyie hivyo. Mwanamume mzee Steven anatembea na Omari wakiwasiliana kupitia lugha ya ishara. Jina langu ni Stephen Evanson Kanywa. Mimi ni kiongozi kiziwi katika shirika la jamii Likoni. Kikundi chetu kinaitwa Kiliangilia Economic Empowerment. Steven na Omari wanawasiliana kwa lugha ya ishara wanapotembea kwenye barabara yenye msongamano. Steven anazungumza mbele ya chombo cha kupigia picha kwa lugha ya ishara. Mimi ni kiongozi pale na washirika wetu ni viziwi ambao hutumia feri kila wakati wakija mjini na kurudi nyumbani. Tuna changamoto tofauti ambayo tungetaka serikali itusaidie, kwa kuwa walinzi wa feri hushinda wakitusimamisha, wakitulazimisha kutumia njia ambazo watu wanaoweza kusikia hutumia, na hatuwezi wasiliana tunapotumia njia hiyo. Ni ngumu sana. Hivyo watu wanaweza kusikia hushinda wametuzuia, kisha saa zingine wanatutusi pia. Nadhani changamoto hii inaweza tatuliwa kwa kutenganisha njia, kwa sababu njia ya wapita njia imejaa vibanda. Hivyo tutenge njia za wanaoweza sikia, na walio na ulemavu wanaweza tumia njia nyingine, kwa kuwa kuna tuktuk ambazo husimama hapo. Nafikiri ni vyema tukijaribu kutetea jambo hili litendeke. Kama serikali ya kaunti inaweza kutenga fedha ya kutusaidia na hilo, itakuwa ni wazo bora ya kuwasaidia wasiosikia kupata njia yao. Mwanamke aliyevaa blauzi ya mistari anakunja nguo kwenye kibanda cha soko. Kisha anazungumza mbele ya chombo cha kupigia picha. Kwa majina naitwa Mary Wangoi. Mimi ni mama ambaye anaishi na ulemavu. Natoka shirika la kijamii linaitwa Tunaweza PWGs. Ni shirika ambalo linaleta walemavu kwa pamoja, haswa wamama. Shirika ambalo tunatetea haki za kijamii za walemavu, na pia tunashughulika na economic empowerment. One of the economic empowerment ni kama hii yangu sasa. Ni biashara ambaye ya kuuza nguo. Kuna changamoto mingi haswa napotoka nyumbani kufika hapa kazini kwangu. Kitu cha kwanza ambacho nakumbana nacho ni usafiri. Kitu cha kwanza ambapo ni rush hours, most of the PSV vehicle hazitanikubalia kwa sababu zinaenda na rush hours. So itabidi mimi nibaki pale mpaka kuna ile gari ambayo itakuja ina haraka ndio nitaweza kusafiri. Ninapofika, changamoto nyingine ni ambapo naingilia the pathway. Mimi ambao ni mlemavu ambaye natumia crutches kutembea, nina changamoto kuingia hapa ambapo penye nafanyia kazi, being that so most of the time I end up even na fall down because kuna ambaye ametoka nyuma hajaniona vizuri, so ninakuwa na hiyo changamoto. Mimi ningependekeza kama serikali yetu ya county ama na washirika stakeholders others, kama kuna vile sisi walemavu tungetengewa pahali ambapo sisi tutafanya biashara, tutakaa vizuri, and then kuna customer wetu watakuja waweze kutunulia kazi zetu, kutunulia bidhaa zetu. Maandishi kwenye skrini. Mtazamo, Mombasa, mwaka 2022 hadi 23. Tunawashukuru washiriki wote kwa kueleza yale wanayopitia wanapotembea kwa miguu ili kuwezesha filamu hii
Mkurugenzi wa ubunifu na uhariri wa filamu Firul Maitha na Abel Waweru. Video Wamboi Ngare. Manukuu Firul Maitha na Abel Waweru. Maelezo ya sauti screen language. Filamu hii imewezeshwa na ushirikiano wa kiutafiti kati ya Chuo Kikuu cha Leeds, Uingereza na Chuo Kikuu cha Nairobi, Kenya. Ushirikiano huu pia umejumuishwa katika mradi wa Inclusive Public Space. Mradi huu umepokea ufadhili kutoka kwa European Research Council ERC chini ya mpango wa utafiti na uvumbuzi wa European Union's Horizon 2020, mkataba namba 787258. Kwa maelezo zaidi tembelea tovuti yetu ips-project.leeds.ac.uk.